Ifahamu kwa undani sikukuu ya Pasaka. Katika Biblia kuna Pasaka za aina mbili. Pasaka ya kwanza ni Pasaka ya Kiyahudi. Pasaka ya pili ni Pasaka ya Kristo. Pasaka ya Kiyahudi, kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 25 na kuendelea. Itakuwa hapo mtakapoifikia hiyo nchi Bwana aliyowapa, kama alivyoahidi, ndivyo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana ya utumishi huu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga wa Misri, akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Hii ilikuwa ni Pasaka ya kwanza ya Kiyahudi, pale Mungu alipowaokoa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Farao, mikono ya wa Misri. Ukweli wa mambo, yalikuwepo mapigo 9, ambayo katika mapigo hayo hakukuwepo hata moja ambalo Farao alikubali kuachia wana wa Israeli wapate uhuru wao. Mungu akasema liko pigo moja ambalo kwa hilo Farao na nguvu zake zote atawaruhusu wana wa Israeli, na pigo hilo lilikuwa ni pigo la Pasaka. Ni kwa nini pigo la Pasaka? Lilikuwa ni pigo ambalo Mungu aliandaa wana wa Israeli waketi katika nyumba zao, wamle Pasaka, yaani wachukue mwanakondoo wamchinje. Baada ya kumchinja, ile damu ya yule mwanakondoo itachukuliwa na kupakwa kwenye miimo ya milango na vizingiti vya juu. Hapo roho ya mauti Mungu akiachilia, ikiona katika nyumba ya watu au nyumba ya mtu ambayo imepakwa damu katika miimo ya milango au vizingiti vya juu, hivyo roho ya mauti ilikuwa haiwezi kuvamia. Roho ya mauti hii ilitumwa kwa ajili ya kuua watoto wa kwanza. Watoto wote wa kwanza ilitakiwa wafe, kwa sababu ile roho ilikuwa inatafuta uzaliwa wa kwanza. Na jambo hili ni muhimu. Hapa ndipo utakapojua kwamba mzaliwa wa kwanza ni lango. Mzaliwa wa kwanza anaweza kupitisha baraka na anaweza kupitisha laana. Hivyo roho hii ilitumwa itafute wazaliwa wa kwanza wote. Sasa hii ilikuwa ili usiweze kupatwa na hii roho ya mauti. Ili roho ya mauti isiguse nyumba yako, ni lazima uwe umepaka damu ya mwanakondoo kwenye miimo ya milango na vizingiti vya juu. Kwa kuwa Wamisri walikuwa hawaelewi habari hii, wao wakaona kama ni mchezo wa kuigiza, na wao hawakufanya chochote. Nyumba zao zikawa hazina damu ya mwanakondoo. Roho ya mauti ilipoachiliwa, ilikuwa inaingia kwenye nyumba moja moja ambayo ilikuwa haijapakwa damu katika vizingiti vya juu na miimo ya milango. Hivyo kama kuna nyumba ambayo haijawekewa damu ya mwanakondoo katika miimo ya milango na vizingiti vya juu, ilikuwa ikiingia ndani ya nyumba hiyo inaua watoto wa kwanza. Kwa hiyo kulikuwa kuna misiba mingi ilitokea. Lakini nyumba za wana wa Israeli au nyumba za Wayahudi hazikuangamiwa wala hazikuteketea kwa wale wazaliwa wa kwanza, walibaki wakiwa salama. Lakini wazaliwa wa kwanza wa nyumba za majirani na nyumba kadha wa kadha zilikuwa na misiba. Farao mtoto wake ambaye alikuwa anampenda, naye alipatwa na umauti kupitia pigo hilo. Na pigo hili ndilo Mungu alisema kwamba yako mapigo mengi ambayo aliyafanya, lakini pigo la mwisho litaweza kumfanya Farao aweze kukubali kuachia wana wa Israeli wakamfanyie Mungu ibada na waende mahali pao. Kitabu cha Kutoka sura ya 11 mstari wa 1. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku, na hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huko kabisa kabisa. Pigo hilo lilikuwa ni pigo la kuua wazaliwa wa kwanza. Baada ya wana wa Israeli kunusulika kupatwa na pigo hilo, ndipo wakaambiwa na kuagizwa na Mungu kwamba wafanye sherehe, na sherehe hiyo itakuwa ni sherehe ya Mungu kupita nyumba zao. Mungu kupita nyumba zao bila kuleta maangamizi, bila kuleta uvamizi. Na baada ya pigo hilo, Mungu kuruhusu wana wa Israeli waende mahali ambapo Mungu amekusudia. Na ndio maana sikukuu ya Pasaka ya kwanza, yani Pasaka ya Kiyahudi, tunaita Passover, yani sikukuu ya mpito au sikukuu ya kupitwa. Nini maana ya kupitwa? Ni ile roho ya mauti iliyoagizwa iende kukamata nyumba za wale maadui,
wale wazaliwa wa kwanza waweze kuuawa, wana wa Israeli walitoka wakiwa salama. Kwa nini walitoka wakiwa salama? Ni kwa sababu walikuwa wamefuata lile kusudi la Mungu alilomwagiza Musa kwa ajili ya wana wa Israeli. Kitabu cha Kutoka sura 11 kimeelezea vizuri habari hizi na kinaweza kukusaidia kupata mwanga kwa habari ya Pasaka ya kwanza. Pasaka ya kwanza ilikuwa ni amri ambayo vizazi hata vizazi ilibidi visherekee. Kwa maana hiyo, tangu kipindi cha Musa mpaka kipindi cha Yesu Kristo, Pasaka ya Kiyahudi iliendelea kuadhimishwa na kusherekewa. Ijapokuwa kulikuwa na utaratibu na masharti kadhaa jinsi ya kuishiriki Pasaka na jinsi ya kumla Pasaka, lakini Pasaka ilikuwa ikimaanisha habari ya kumbukizi kwa vile ambavyo Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya maadui zao. Jambo hili lilikuwa ni jambo la kuleta matumaini na ni jambo la kukumbuka wapi Mungu alikowatoa na wapi ambako wanaelekea. Pasaka ya Kristo, yani Pasaka Bwana Yesu. Wakati wa Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani, alikuta Pasaka ya Kiyahudi ya kwanza ikiendelea. Iliazimishwa kama utaratibu wa kwanza ulivyokuwa. Lilikuwa sio jambo la ajabu Kristo kushiriki Pasaka, lakini Pasaka yake ya mwisho ilikuwa ni Pasaka tofauti kidogo. Kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 2. Mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasulubiwa na atasalitiwa. Jambo hili aliwaambia wale wanafunzi wake, na mwishowe akawaambia kwamba anatamani ale pamoja nao Pasaka yake ya mwisho, na akawaambia utofauti kidogo wa Pasaka kama vile ambavyo ilikuwa ikifanyika mwanzo. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Yesu aliendelea kujibu akisema, enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wake wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaandaa Pasaka. Basi kulipokuwapo jioni, akaketi chakulani pamoja na wale thenashara. Maana ya thenashara maana yake ni 12. Nao walipokuwa wakila, akasema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kuulizana mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. Utaona ni habari ambayo Yesu alikuwa anawapa tahadhari, lakini ni habari iliyokuwa inamuelezea Yuda aliyekuwa msaliti wa Yesu Kristo. Baada ya mambo hayo, Bwana Yesu alishiriki nao Pasaka. Pasaka hii tunaita Pasaka ya Agano Jipya, yani Pasaka ambayo Kristo alisema, fanyeni jambo hili kwa ajili ya ukumbusho wangu, kwamba watakula mwili ambao ulikuwa ni mkate usiotiwa chachu, yani mkate usiokuwa na ladha. Watakula ule mkate ukimaanisha mwili wake, na watainywa damu kwa maana ya divai, ikimaanisha ni damu yake itakaomwagika msalabani kwa ajili ya wengi na ondoleo la dhambi. Kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Jambo hili lilitengeneza Pasaka, Pasaka ambayo tunaiazimisha mpaka leo hii kama Pasaka ambayo ikimaanisha kufa na kufufuka kwa Kristo. Pasaka hii imeendelea kuadhimishwa mpaka leo. Hii ilikuwa ni kumbukumbu ambayo Kristo alisema waendelee kufanya hivyo ili kuadhimisha uwepo wake, ili kuadhimisha kazi aliyokuja kuifanya duniani. Wanafunzi walishiriki Pasaka ya mwisho pamoja na Kristo
pale kabla ya mauti yake kumpata. Baada ya hapo akasema haya yalikuwa ni maandalizi ya mauti yake. Baada ya muda kidogo, Bwana Yesu alikamatwa. Baada ya kukamatwa, aliangikwa msalabani kwa kusulubiwa, lengo aweze kutukomboa mimi na wewe. Na ndio maana akasema, hii ni damu yangu ya agano jipya kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu aliangikwa msalabani, aliteswa, alifanyiwa ukatili wa kila namna, alivuliwa nguo, alisulubiwa akiwa uchi wa mnyama. Hii likimaanisha kwamba alifanyiwa aibu. Jambo hili kila mmoja wa eneo lile hakutamani kuendelea kutazama. Eneo lile lote lilikuwa kama limejaa laana na mikosi, kwa sababu iliandikwa, amelaaniwa mtu yule angikwae mtini. Yaani kuangikwa kwenye msalaba lilikuwa ni jambo la laana. Kabla ya hapo msalaba kilikuwa sio kitu cha maana kama hivi leo msalaba unavyofahamika. Msalaba lilikuwa ni jambo la aibu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21:23, jambo hili lilikuwa ni laana kabisa, na hii ilikuwa haitakiwi kabisa kwenye jamii, isije kanajisi nchi na ikanajisi eneo hilo. Golgotha au fuvu la kichwa palikuwa ni mahali ambapo hapafai wala hapana ladha ya kuenda huko. Ni mahali ambapo mizoga na maiti kadha wa kadha zilikuwa zikitupwa huko. Palikuwa pavutii. Lakini baada ya kifo cha Bwana Yesu na kuteswa, baada ya siku ya tatu, Yesu akafufuka siku ya Jumapili, ambayo katika hiyo imani na mataifa na watu kadha wa kadha wakazaliwa kwa ajili ya Kristo Yesu. Wakazaliwa mataifa kwa mataifa. Hata mimi na wewe ni sababu ya kazi ya msalaba. Hivyo Yesu alituachia agizo ya kwamba tuendelee kuadhimisha ushirika mtakatifu, sakramenti takatifu, ibada takatifu au chakula cha Bwana. Hiyo ndiyo maana ya Pasaka. Pasaka ya Agano la Kale ikimaanisha kutolewa katika nchi ya Misri na kuokolewa katika mauti ya uzaliwa wa kwanza. Pasaka ya pili ikimaanisha Yesu Kristo alituokoa kutoka katika laana, kutoka katika mikosi, na baada ya hapo aliuchukua uhai wetu na kuambatanishwa pamoja naye. Alikufa, siku ya tatu akafufuka. Jumapili iliyoleta imani, Jumapili iliyoleta matumaini, na mpaka sasa Jumapili ambayo Kristo Yesu alifufuka inaendelea kuwa ni sehemu ya ibada muhimu kwa Wakristo walio wengi duniani. Yesu Kristo amefufuka. Sasa yuko hai, yuko ndani ya mioyo yetu, yuko ndani ya maisha yetu, ya roho zetu. Kila mmoja yafaa jambo hili limkumbushe ya kwamba Kristo Yesu anamtafuta. Yesu anakupenda. Yesu anakuita. Yeye alikufa pale msalabani kwa ajili yako. Unapofanya maadhimisho ya Pasaka, epuka kutenda dhambi. Epuka kufanya mambo ambayo yatakuwa chukizo mbele za Mungu. Maana ya Pasaka ni utakatifu. Maana ya Pasaka ni kumbukumbu ya kazi ya msalaba. Mimi na wewe yafaa tuiazimishe sikukuu hii katika kuyatenda matendo mema, katika kubadilika na kubadilisha wengine. Mungu akubariki sana. Naitwa Mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Naamini Mungu amekuhudumia na amekubariki. Unaweza kuwasiliana nami kwa masomo na maombi ninayoyatoa kila siku kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Lakini pia YouTube channel unaweza kutembelea kwa kuandika Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa au maombi ni dawa. Mungu akubariki.